aendelee kuwabariki. Wale ambao tumekuwa tukija hapa, lakini wale ambao mmekuwa mkitufuatilia kwa mitandao ya kijamii, Bwana wabariki sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwaalika jioni ya leo pia tutakuwa na ibada ya pekee sana kuanzia ile saa 12 ya. Kwa hivyo karibu sana katika ibada hiyo ambayo itakuwa na uimbaji na maombi, usikose. Tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu haya ambayo yamebeba kichwa kikuu kinachosema hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama huyu, hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama huyu. Utakumbuka jana tulikuwa na kichwa kidogo ambacho kilikuwa kinaonyesha au kinasema kikwazo cha wengi katika kupokea baraka za Mungu, na tuliona ya kwamba kuna jambo ambalo limekuwa likifanya watu wengi wasipokee baraka za Mungu, na jambo hili ni kuwatupia wengine katika tanuru la moto. Tukasema ya kwamba unapowaingiza wengine katika tanuru la moto, wewe hautabaki salama, kwa sababu kanuni iko hivi ya kwamba yeye atendaye mema arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Kwa hivyo kadri unavyowatendea wengine mabaya, ndivyo mabaya yanavyoongezeka kwako. Kwa hivyo ukitaka kuwa mshindi, kupokea baraka za Bwana na wokovu wa Bwana, unapaswa kuachilia, unapaswa kusamehe. Bwana asifiwe. Siku ya leo ikiwa ni siku ya mwisho kwa asubuhi, somo linasema jifunze kusubiri wokovu wa Bwana. Jifunze kusubiri wokovu wa Bwana. Katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 28 wa 25 na 26. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 25 na wa 26. Biblia inasema Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inatuambia Bwana ni mwema kwa nafsi inayomsubiri, na ni vizuri huyu mwanadamu amsubirie wokovu wa Bwana kwa utulivu. Watu wengi wamepoteza wokovu, wamepoteza baraka zao kwa sababu ya kutoweza kusubiri. Kwa hivyo kuna wakati tunapaswa kumsubiri Mungu afanye sawa sawa na mapenzi yake. Zingatia hili ya kwamba ratiba ya Mungu huwa haijui kuwahi wala kuchelewa, haijui. Na ndiyo maana hata habari ya wokovu Biblia inatuambia ulipotimia utimilifu wa wakati, Yesu Kristo alizaliwa. Kwa hivyo unagundua kwamba katika kwa mbingu kila jambo lina ratiba yake, na Mungu huwa ajui kuwahi wala kufanya nini, kuchelewa. Kwa hivyo unapaswa kumsubiri Bwana. Hata kama umeomba, umelia, umekuwa na mipango mizuri, msubiri Bwana. Msubiri. Wakati fulani unaona kana kwamba kuna wakati mwingine wewe ni binti, umekaa muda mrefu hujaolewa, unakata tamaa, unafikiri kwamba Mungu amekuacha. Msubiri, wakati wake ukifika utaolewa. Haleluya. Subiri. Ningesema sasa ni umri umeenda na sijaolewa, yeyote atakaye kuja mimi nafanya nini? Naenda. Wewe nenda, utakinywea. Lakini ukweli ni kwamba msubiri nani? Bwana. Msubiri Bwana. Jifunze kumsubiri Bwana. Kuna wengine ambao umekaa miaka mingi kwenye ndoa, hujapata mtoto, unaanza kutafuta njia za mkato za kupata nini? Mtoto. Nataka nikwambie siri, msubiri Bwana. Haleluya. Siku moja nikapigiwa simu. Mama mmoja ananipigia simu, ananiambia, mwinjilisti, naomba umuombee sana binti yangu. Nikamuuliza tatizo ni nini? Sema yani mkwe ni mkali kwa sababu hajapata mtoto. Tukaomba hiyo siku ya kwanza. Siku ya pili tena akanipigia, nikamuuliza
tatizo hivi, huyo mtoto wako tangu ameolewa ana muda gani? Sema ana 1.5 mwaka. Habari za asubuhi. 1.5 mwaka. Tena anasema mama mkwe ni mkali, ameshampeleka kwa waganga wote duniani. Yaani huko kila mahali, kila mganga anapeleka ili atafutiwe nini? Mtoto. Watu wanachanjwa chale mpaka kwenye via vya uzazi ili watafute nini? Mtoto. Lakini nataka nikwambie siri, usikate tamaa, msubiri Bwana. Msubiri Bwana. Unapomsubiri Bwana, Bwana atafanya kwa wakati wake. Na ukitaka kujua hatari, Bwana huwa anapenda umsubiri. Kumbuka Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba Ibrahim atapata mtoto. Na wakati Ibrahim anaahidiwa na Mungu kupata mtoto, Ibrahim alikuwa na miaka 75. Na ahadi ya Mungu ilitimia baada ya miaka 25. Habari za asubuhi. Ameahidiwa na miaka 75, amepata mtoto na miaka 100. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba kwa kawaida ahadi, ratiba ya Mungu huwa haijui kuwahi wala kufanya nini? Kuchelewa. Na kuna wakati tunajaribiwa, kwa sababu tunapoishi kwamba Mungu amechelewa, tunajaribiwa kumsaidia. Na nataka nikwambie hakuna kitu kibaya kama kujaribu kumsaidia nani? Mungu. Mungu huwa hasaidiwi. Na ukitaka kulijua hili, nenda muulize huyo Ibrahim. Katika kusubiri kwake kwa miaka 25, kuisubiri ahadi ya Mungu, akakubaliana, wakatengeneza mpango, yeye na mke wake Sara, wakachukua kabinti kanakoitwa Ajili. Ibrahim akalala nako, kabinti kakapata nini? Mimba. Kakazaka mtoto kakaitwa nani? Ishmaeli. Lakini matokeo yake yalikuwa ni maumivu makubwa kwa Ibrahim. Nasema mwinjilisti, maumivu yalitoka wapi? Hebu soma pamoja nami Mwanzo sura ya 21. Mwanzo sura ya 21 mstari wa 9. Mwanzo 21 mstari wa 9. Sara akamwona yule mwana wa Ajili Misri, ambaye alimzalia Ibrahim, anafanya ziaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahim, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarisi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hili lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahim kwa ajili ya nani? Ya mwanawe. Fungu la 12, Mungu akamwambia Ibrahim, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Sasa jiweke wewe ndiye baba, una mtoto, na mtoto anatakiwa afanye nini? Afukuzwe kutoka nyumbani. Ungejisikiaje? Na Biblia inasema neno hili lilikuwa baya machoni pa nani? Pa Ibrahim. Kwa hivyo Ibrahim alisikia maumivu, alisikia uchungu, na anafikiri Mungu angeingilia kati ili kutatua nini? Tatizo. Badala yake Mungu anamwambia, kwa lugha nyingine, Mungu anamwambia Ibrahim, hicho ambacho mlikifanya wewe na Sara haukuwa mpango wetu. Ulipofanya au kunishirikisha nani? Mimi. Ulimsikiliza mkeo, na sasa mke wako ametaka mtoto aondoke, msikilize pia aende. Kwa hivyo wakati tunapojaribu kumsaidia Mungu, maumivu yatakuwa makali katika maisha yetu. Kwa hivyo ni lazima ifike mahali, ili tuokolewe, ili tubarikiwe, ili tufanikiwe, tumsubiri Mungu. Subiri Mungu afanye. Subiri Mungu afanye. Ukienda kwa kasi utalia. Utalia. Ninakumbuka moja kati ya mabinti ambao niliwahurumia sana, binti wa Kiadventista, ambaye baada ya kuona hajaolewa kwa muda mrefu,
ikaja ndume tu ilikuja ndume, na ndume ikamwambia, yani unajua sisi na nyinyi wote sawa, imani yetu na imani yenu yote nini sawa, chochote utakachotaka mimi nitafanya nini, nitafanya, hakuna shida. Binti akaamua kuolewa. Na ninakumbuka wakati umeenda kwenye mikutano kwenye hiyo eneo, yule binti anatamani kuja kwenye mikutano lakini hawezi. Tulipoenda kumtembelea chumba cha jirani hapo, kulikuwa kuna mtu mwingine tunamfundisha, watu tulikuwa kama watatu tumekaa hapo, binti amekaa kwa mbali anasikiliza. Alafu baadaye tukamuuliza tatizo nini, anasema ninakaa kwa mbali kwa sababu ninasikiliza nikiwa mbali huku ninaangalia nje, ili mume wangu nikimwona anakuja nikimbie haraka ndani. Kamuuliza tatizo nini, anasema mume wangu ameniambia kamwe nisisikilize habari zenu, na ameniambia akinikuta ninasikiliza mambo hayo ya Yesu, akinikuta ninasikiliza mambo hayo, akinihurumia sana, nitaondoka nikiwa uchi, vinginevyo atachinja shingo yangu. Kwa hivyo binti anatamani kusikiliza habari za Yesu lakini hawezi tena. Kwa nini? Alijaribu kumsaidia nani? Bwana. Sikiliza, msubiri. Narudia tena, hii nasisitiza, msubiri Bwana atafanya. Msubiri Bwana. Na mfano wa mtu ambaye alimsubiri Bwana katika Biblia ni Ayubu. Kitabu cha Ayubu, kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 10 hadi wa 11. Yakobo sura ya 5 mstari wa 10 hadi wa 11. Hebu tumwangalie Ayubu alipomsubiri Bwana nini kilitokea. Yakobo 5 mstari wa 10 hadi wa 11. Yakobo anatuambia Ayubu ni mfano wa watu wenye uvumilivu waliomsubiri Bwana, na baadaye tutaona matokeo ya huyu Ayubu kumsubiri Bwana yalikuwa ni kitu gani. Katika Yakobo 5 mstari wa 10 hadi wa 11, Biblia inasema, ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Ayubu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na subira kwa Mungu, uvumilivu wa kusubiri nani? Mungu. Pamoja na kwamba alipitia changamoto nyingi, alipitia maumivu makali. Si tunaelewa vizuri? Watoto wamekufa, Ayubu alimwacha Bwana? La, bado waliendelea kumngoja nani? Bwana. Marafiki wamekuja nyumbani kwa Ayubu, marafiki anaowapenda, watu ambao alitegemea watamfariji. Badala ya kumfariji, walimwendea maneno magumu. Ndiyo kwanza walimsiaki, na ya kwamba haya unayoyapata ni matokeo ya uasi wako. Umemwacha Mungu, ndiyo maana unateseka. Kwa hivyo marafiki zake nao badala ya kuwa wafariji, ndio walikuwa wanaongeza nini? Uchungu. Na ninajua kuna wakati unategemea mtu fulani atakufariji, unategemea rafiki yako atakutia moyo, badala ya kukutia moyo anakukatisha nini? Tamaa. Lakini nataka nikwambie siri, hata watu wote wakukatisha tamaa, bado yuko Mungu anayekupenda, anakuambia jipe moyo, usiogope, ni mimi. Haleluya. Tunaelewa marafiki walimsumbua, lakini si hivyo tu. Hebu piga picha hii, mke wake mpendwa anayempenda, naye anamwambia Ayubu, tafadhali mwasi Mungu ili ufe, kuliko kuendelea kuteseka, kuliko kuendelea kunisumbua. Ni aheri ufanye nini? Ufe, mkufuru Mungu, ufe. Lakini Biblia inasema katika mambo yote hayo Ayubu hakumkosea nani? Mungu, wala kumnenea Mungu kipumbavu. Bwana asifiwe. Badala yake ndipo unamsikia anasema, najua mtetezi wangu yu
hai. Haleluya. Na baada ya siku nyingi atasimama katika nchi, nami nitamwona. Haleluya. Kwamba hata kama nitaharibika, hata kama nitakufa, hata kama ninateseka, bado ninamsubiri Bwana. Ninamsubiri. Sasa nini matokeo ya Ayubu kumsubiri Bwana? Kwa sababu Yakobo anatuambia mwisho wa Bwana ulikuwa ni mwema, na tukatambua ya kwamba Bwana ni nani? Ni mwema. Nini matokeo? Je, Ayubu alipata hasara au alipata faida kwa kumsubiri Bwana? Kitabu cha Ayubu sura ya 42 mstari wa 10 mpaka wa 14. Ayubu kama matokeo ya kumsubiri Bwana. Ayubu sura ya 42 mstari wa 10 mpaka wa 14. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ndipo wakamwendea nduguze wote, waume kwa wake, na hao wote waliojuana naye hapo zamani wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtuliza moyo katika habari za uovu wote Bwana aliyouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Bwana asifiwe. Akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi ya ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kezia, na wa tatu akamwita jina lake Keleni Apu. Kwa hivyo Mungu aliubariki mwisho wa Ayubu. Haleluya. Yule Bwana aliyegeuza uteka wa Ayubu anaweza kugeuza uteka wako. Anaweza. Hata kama unaona mambo yanakufa, msubiri Bwana, anaweza kubadilisha. Haleluya. Yeye anaweza kufanya jangwa kuwa mifereji ya maji. Anaweza. Haleluya. Anaweza. Kwa hivyo msubiri. Anachotaka ni wewe kumsubiri, ni wewe kumwamini, ni wewe kumtegemea. Endelea kumwangalia yeye, usimwache. Usimwache. Watoto walikufa ndio, lakini amepata watoto wengine wangapi? 10. Na ukisoma hicho kisa mpaka mwisho, Biblia inaniambia baada ya matukio hayo Mungu akaruhusu Ayubu aishi miaka 120. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Mungu anaweza kutengeneza mambo yako, na anaweza kukubariki, na anaweza kukuongezea hata muda wa kuishi. Lakini jambo la msingi ambalo Mungu anataka ni sisi kumsubiri. Subiri afanye wokovu wake. Subiri atende sawasawa na fadhili zake. Subiri atende sawasawa na rehema zake. Subiri atende sawasawa na ratiba yake. Usiharakishe. Na unajua hapo kwenye kusubiri ndipo tunakuaga na yale mafungu. Huwa kuna fungu linatokaga. Ili ni fungu sijui Shetani 2 mstari wa 6, mimi sielewi. Ili fungu maana kwenye Biblia halipo. Hili fungu huwa linatoka, utasikia hata Mungu mwenyewe anajua. Jisaidie nami nitafanya nini. Hili sijui ni Shetani 2 mstari wa 6, sijui. Maana ni fungu ambalo kila mtu unasikia Mungu mwenyewe anajua, Bwana jisaidie nami nitafanya nini, nitakusaidia. Hii nafikiri ni Shetani 2:6. Lakini kwenye Biblia halipo.
Na hiyo yote ni kwa sababu ya kukosa kufanya nini? Kuvumilia. Kwa hivyo unakosa uvumilivu, unasema Mungu mwenyewe anajua. Sasa nitafanyaje? Nitafanyaje? Mambo yashakuwa magumu. Nitafanyaje? Naye mwenyewe anasema usikae kae tu, jisaidie, alafu yeye atafanya nini? Sasa kama unaweza kumsaidia Mungu, si amekoma kuwa Mungu, wewe una nguvu kuliko yeye. Maana kama unaweza kumsaidia, maana yake wewe uko juu yake. Lakini asubuhi ya leo ninakutia moyo. Yumkini kuna changamoto umezipitia na umekata tamaa. Endelea kumsubiri Bwana. Bwana atakutendea kwa wakati. Umetafuta ajira kwa muda mrefu, ndio. Yumkini muda umeenda sana, umekata tamaa. Usikate tamaa. Endelea kumsubiri Bwana, atakutendea. Umeumwa kwa muda mrefu, umekata tamaa kwamba mimi ni wakufa tu. Sikiliza, endelea kumsubiri Bwana, atakutendea. Hata hivyo bado hujaumwa sana. Habari gani mgonjwa aliyeumwa miaka 38? Wewe una miaka mingapi tangu umeanza kuumwa? Kwenye Biblia, si Biblia inatueleza mgonjwa aliugua miaka 30 ngapi? Na 8. Yesu alimponya, hakumponya? Wewe ushafikisha 30 kuugua kwako. Mbona umekata tamaa? Msubiri Bwana. Haleluya. Unasema mimi sijapata mtoto. Sikiliza, Sara alizaa na miaka mingapi? 90. 90. Abraham anapata mtoto akiwa na miaka 100. Kwa hivyo Mungu ana wakati wake. Msubiri Bwana. Haleluya. Na ngoja nikwambie siri, hawa watoto wote ambao walizaliwa kwenye uzee, yaani kimuujiza, nenda kasome Biblia. Yohana hakuwa wa kawaida. Isaka hakuwa wa kawaida. Nenda kausome. Kwa hivyo usikate tamaa, endelea kumsubiri Bwana, atakupa kitu kizuri kwa wakati. Haleluya. Kumbuka, hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama huyu. Kwa hivyo wakati ambapo akili yako imefikia mwisho, unafikiri uwezi, Bwana atakuokoa. Tusimame na wimbo namba 129. Wimbo namba 129 ili tumalize kwa wakati. 129 wimbo namba 129. Wakati unaimba wimbo namba 129, imba kwa furaha, msubiri Bwana, mtegemee Bwana, muamini Bwana atafanya kwa ajili yako. Wimbo huu tunapoimba, kwa sababu ndio tunaenda kwa maombi pia, utatembea, tuje tuombe pamoja. Ikiwa una maombi yako, tumbukiza kwa boksi la maombi. Una sadaka yako, tumbukiza kwa boksi la sadaka. Tuendelee kumshukuru Bwana. Wimbo namba 129 kwenye vitabu vyetu vidogo vya nyimbo. Nina raha
Rafiki yetu mpendwa Yesu Kristo, wewe uliye Alfa na Omega, wewe ambaye ni mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho, jina lako likapate kutukuzwa. Asubuhi ya leo tumekuja mbele zako, tumekuja kwako wewe ambaye ni Baba unayejali, wewe ambaye ni Mungu unayeokoa, wala hakuna aliye kama wewe. Bwana utukuzwe milele na milele. Asubuhi tunapokuja kwako, tunajua kwamba sisi ni wazambi. Tusamee, tutakase kwa damu ya samani iliyobubujika pale Calvary. Kuna wakati Bwana tumekata tamaa, tumeshindwa kukusubiri, tumeshindwa kukuamini. Baba tusamee, Baba tuokoe na utulehemu sawa sawa na fadhili zako. Asubuhi hii pia Bwana, wako watoto wako ambao wamesubiri kwa muda mrefu ahadi zako za baraka, ahadi zako za uponyaji, ahadi zako za mafanikio, ahadi zako za ushindi, na wakati fulani hata wamekata tamaa. Baba, ninakusihi, jambo la kwanza, watie moyo kwamba wewe bado uko pamoja nao. Jambo la pili, tenda mambo makubwa katika maisha yao, wakashangae kwa utukufu mkuu unaokwenda kuwatendea. Kama ulivyogeuza uteka wa Ayubu, geuza uteka wa mtu mmoja hapa, geuza uteka wa mama mmoja hapa, geuza uteka wa baba mmoja na binti mmoja na kijana mmoja, ukambariki kwa namna ya pekee, ukamponye kwa namna ya pekee, na jina lako likainuliwe, akarukeluke, akushangilie kwa matendo yako makuu uliyomtendea. Baba yangu na Mungu wangu, yuko mmoja ambaye amefungwa na nguvu za giza. Baba, yeye pia ukamfungue katika jina la Yesu, ukamweke huru ili akushangilie. Lakini Bwana, zaidi ya yote, kuna watu ambao wanahitaji watoto. Wapatie watoto kwa wakati ulio sahihi, na Kristo ukatukuzwe. Kuna watu ambao wamelia wakihitaji waume na wake kwa muda mrefu. Baba, wapatie sawa sawa na mapenzi yako, na Yesu Kristo ukatukuzwe milele. Baba yangu na Mungu wangu, asubuhi ya leo kuna watu wanaolia kwa ajili ya kupata kazi. Wapatie kazi. Siwezi kutaja hitaji la kila mmoja, lakini kila mmoja kwa hitaji lake anapolileta ndani ya moyo wake, Baba mtendee, Baba msikie, na jina lako likatukuzwa unapofanya hivyo. Boksi la maombi ambalo watoto wako wametumbukiza haja za mioyo yao, Baba, ninaomba kila ombi waliloomba watoto wako ukalibariki, ukalitende sawa sawa na mapenzi yako, na jina lako Bwana likatukuzwe. Lakini pia ninakusihi, endelea kubariki kanisa hili la Magomeni, bariki wasikilizaji wanaotufuatilia kwa mitandao, bariki watoto wako waliokuja hapa, bariki wachungaji, bariki wazee wa makanisa, bariki kila mmoja anayekuamini na akauone wokovu wako. Lakini pia tunaendelea kuombea hata vipindi vya jioni ya leo mida ya saa 12, ukavibariki. Tupatie nafasi tena ya kuja hapa, lakini pia tupatie nafasi ya kusikiliza kupitia mitandao ya kijamii. Ni katika jina la Yesu tumeomba, Bwana na mkombozi wetu, amen.
mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Carlos, barikiwe sana kwa huduma yako ambayo umeendelea kuitoa kila siku asubuhi kwa muda wa juma hili. Mungu na akubariki sana. Na kwa niaba ya kanisa tunaendelea kukushukuru sana, na tunakualika tena kwa mara nyingine, upatapo wito uwe tayari kutumika katika kanisa hili la Magomeni. Chukua nafasi kuwashukuru media wote wakiongozwa na Mzee Mkundi kwa huduma yenu njema ambayo umeifanya katika juma hili. Hakika tumebarikiwa sana. Waimbaji wote waliopanda na kushuka katika mimbari hii, Mungu na akawatendee mema. Mmefanyika kuwa mbaraka mkubwa kwa wiki hii ambayo tunahitimisha leo. Binti Noela ambaye amekuwa hapa kwa ajili ya maombi kila siku asubuhi, Mungu na akakutendee sawasawa na maombi yako, na kwa kadiri ya wingi wa fadhili zake ukabarikiwe sana. Lakini pia wasikilizaji wetu wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, Mungu na wabariki mahali walipo, pamoja na washiriki wote ambao mmekuwa mkihudhuria hapa kila siku asubuhi kwa ajili ya kupokea mibaraka hii ya maombi ya asubuhi. Mungu na wabariki sana. Tumefika mwisho wa ibada ya asubuhi ya leo, lakini pia Mwinjilisti Carlos tutakuwa naye jioni ya leo tena katika ibada ya kufungua Sabato. Nyimbo na shuhuda nyingi zitatolewa hapa. Jitahidi kufika kuanzia saa 12 kamili jioni ya leo kwa ajili ya mibaraka hiyo ya Sabato pia. Tuenende na amani ya Bwana tukijiandaa kwa ajili ya Sabato ya kesho. Mungu awe pamoja nanyi. Nikitazama ulimwengu huu na vitu vyote vilivyomo, miti, milima, mito na bahari, na uona ukuu wako. Unastahili sifa, unastahili sifa. Acha nikusifu wewe Bwana, unastahili sifa. Umeniumba kwa jinsi ya ajabu, kwa sura na mfano